Nakiri imani yangu kwamba mamlaka yote huwekwa na Mwenyezi Mungu, na nikubaliane na usemi kwamba Mungu akikupa ulemavu hukupa na jinsi ya kuenenda. Nyote ni mashahidi wa mazingira yalivyokuwa wakati naipokea nchi. Mazingira ya kiuchumi hayakuwa vyema kwa ulimwengu mzima kutokana na maradhi yale ya COVID-19. Mazingira ya kijamii yalikuwa na fadhaa kubwa. Fadhaa kwanza ya maradhi, watu wanatutoka, maradhi hatujui yataisha lini, tatibu na nini. Lakini fadhaa ya pili kubwa ya kuondokewa na mpendwa rais wetu aliyeko madarakani ilikuwa ni fadhaa kubwa sana. Na mazingira ya kisiasa hayakuwa na bashasha, kwa kuwa haikuwa muda mrefu tangu tumemaliza uchaguzi wa 2020. Kwa mazingira yote hayo, kwa hali yoyote ile, kwa mtazamo wa mwanadamu, mja wa kupokea mzigo ule wa urais kwa wakati ule, kwa mazingira yale, isingefikiriwa kwamba ningekuwa mimi. Ila kwa ukuu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hakukuwa na budi ila kukabidhi madaraka yale kwa aliyekuwa makamu wa rais. Ndugu zangu, mnaelewa minong'ono iliyokuwepo, mnaelewa shaka zilizokuwepo, lakini kwenye, kama nilivyosema, Mungu akitaka linakuwa. Katika mazingira kama yale, jambo la kukimbilia ni kumhidi Mungu. Nilimwomba Mwenyezi Mungu anijalie busara na uvumilivu kama alivyomjalia Nabii Suleiman alayhi salam. Ndiko hayo yanawasilisha matakwa ya maendeleo na ustawi wa wananchi wa Tanzania. Kufanikiwa huku kunakotambuliwa leo kunatokana na kutekelezwa kwa matakwa hayo ya wananchi kupitia mihimili yetu ya utawala, yaani serikali, bunge na mahakama, tukipewa nguvu na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Kazi kubwa ilikuwa kwangu mimi ilikuwa ni kusimamia upatikanaji wa fedha, kuelekeza na kufuatilia utekelezaji wa shughuli za kiuchumi, kisiasa na kijamii, na vile vile kuhakikisha nchi iko salama na ina utulivu wa kisiasa. Rais, wabunge hao wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kutafakari nini cha kufanya kwa niaba ya wananchi wanaowawakilisha, wakawaza kupa tuzo maalum leo. Kama isingekuwa muda, katika majimbo yote ya Tanzania ambayo yako 264 na sasa yameongezeka, ambayo wabunge wake hawajaja bado bungeni, wabunge hawa kila mmoja wao anayo hadithi njema ya kutoka kwenye majimbo yao na kazi iliyofanya katika sekta zote. Vile vile, Mheshimiwa Rais, wabunge wanaowawakilisha wanawake wanatambua mchango wako mkubwa sana katika eneo la uwezeshaji wanawake kiuchumi, kisiasa, kijamii na kiuongozi. Ofina vigelegele oye! Dr. Samia oye!